es Salaam kuanzia leo tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 2016. Uamuzi wa kufungia vituo hivi umefikiwa baada ya kujiridhisha kuwa kipindi cha matukio kilichorushwa tarehe 25 Agosti 2016 muda wa saa 2 usiku mpaka saa 3 usiku katika kituo cha utangazaji cha Radio 5 cha Arusha na kipindi cha Morning Magic katika kipengele cha kupaka rangi kilichorushwa na kituo cha Radio Magic FM tarehe 17 mwezi wa 8 2016 kati ya saa 1 na saa 2 asubuhi vilikuwa na maudhui ya uchochezi unaoweza kuleta uvunjifu wa amani na hivyo kukiuka masharti ya kanuni ya utangazaji namba 5A, B, C na D. Aidha vilikiuka pia kanuni ya 6.2, D, C na 18.1, B, Roman 1, 2 na 3 ya kanuni za huduma za utangazaji, yani maudhui za mwaka 2005. Wakati vituo hivyo nikiwa nimevifungia kwa muda, nimeelekeza kamati ya maudhui, tukumbuka tunayo kamati ya maudhui pale TCRA, kuviita vyombo hivyo ili kuwasikiliza kwa kina zaidi na kunishauri hatua zaidi ya kuchukua kwa mujibu wa kanuni za huduma za utangazaji za mwaka 2005. Kwa hiyo tumevifungia kuanzia leo kwa muda. Wakati huo kamati ya maudhui itawaita, nimeshawaagiza, watakutana nao, watazungumza nao na halafu watashauri hatua zaidi za kuchukua baada ya kuzungumza nao na kushauriana nao kutokana na uvunjifu wa kanuni uliofanyika kama nilivyozitaja. Naendelea kuvitahadharisha vyombo mbalimbali vya habari kutoshawishika kuvunja sheria na kanuni zinazoongoza tasnia ya habari ili kulinda heshima ya tasnia yetu na wakati huo kuhakikisha nchi yetu inabaki na amani, mshikamano na umoja. Nachukua nafasi hii kwa dhati kabisa kuwapongeza baadhi ya vyombo vya habari vingi ambavyo vimejikita katika kutimiza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, kanuni na kufuata weledi wa tasnia ya habari. Sisi kama serikali tunatambua mchango mkubwa wa tasnia katika kuleta amani, umoja, mshikamano na maendeleo ya nchi yetu. Mchango huo ni muhimu sana. Naamini nikasema anayetangaza taarifa za uchochezi na yeye ni mchochezi. Hatuwezi tukaruhusu jambo hilo. Ndio maana pana wahariri katika vyombo vyote, utangazaji na print media. Mhariri moja ya kazi yake ni kuhakikisha story inayorushwa haikiuki kanuni, sheria na taratibu tulizojiwekea ili tulinde heshima ya tasnia yetu. Why editors are there? Editors wako pale ili wasaidie kuyachuja baadhi ya mambo ambayo kimsingi yakienda yatakwenda kuvuruga amani na utulivu wa nchi yetu. Ndio maana leo hapa na siku ile nilitoa mfano, nikiitisha leo press hapa nikamtukana mtu matusi ya nguoni, you don't go and write. Utatafuta lugha ambayo itafikisha ujumbe lakini bila kuyatumia yale maneno ambayo kwa kweli yanavunja amani na utulivu wa nchi. Halafu hili la ukomo, kimsingi tumefungia hizi redio mbili. Nimefungia hizi redio mbili tukisubiri ushauri wa kamati ya maudhui ambao nimeshawaelekeza wanafanya kazi yao. Wakikamilisha kesho wakaniletea, tutaambiana tumefuta, tumewaachia au tumeongezea adhabu au tumewapa adhabu ya namna gani. Kwa hiyo kimsingi mpaka watakapokamilisha kamati ya maudhui wataleta ushauri wao, kwa sababu ndio kazi yao, na wao nimetaka wakutane nao, wazungumze nao, washauriane nao, halafu watumie kanuni, sheria na taratibu tulizojiwekea, halafu watamshauri waziri hatua za kuchukua.